Nimekuwa nikiulizwa swali na kina mama ambao wanajifungua kwa upasuaji kwamba ule mshono ambao wanakuwa wameshonwa, zile nyuzi zinatakiwa ziweze kutolewa siku ya ngapi? Kama ulikuwa unajua swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Na kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kama wewe umejifungua kwa upasuaji, haijalishi ule mshono wa wima ambao tunaita subumbilical midline incision au ile fenesto ya chini, mama ambaye umeweza kushonwa hizo nyuzi, kama ni za kutoa, unaweza ukatoa kuanzia siku ya 7 tu kufanyiwa upasuaji mpaka siku ya 10 kikawaida. Hapo inategemeana na upasuaji ambao umefanyika, lakini vile vile ni vyema kuweza kumuuliza daktari wako ambaye ameweza kufanyia upasuaji. Lakini kikawaida ni siku ya 7 mpaka siku ya 10 kulingana na mshono mmoja na mshono mwingine. Sasa kuna baadhi ya madaktari, hasa ile mishono ya ulalo wa chini ambayo ipo karibia na kwenye bikini hapa au na kiunoni, mara nyingi hii wanaweza kutumia nyuzi ambayo sio za kutoa, na daktari anaweza kaficha kabisa ule uzi usionekane na ukafyonzwa ndani ya mwili wako ndani ya ile miezi 3. Kwa hiyo inakuwa ni uzi ambao sio wa kutolewa. Kwa hiyo unapokuwa umefanyia upasuaji, ni lazima muulize daktari, je, hizi nyuzi ulizotumia ni za kuweza kutoa, au namna alivyoshona ni nyuzi za kuweza kutolewa au si za kuweza kutolewa. Kama sio za kuweza kutolewa, maana yake hautatolewa, utaendelea kusafisha kidonda, kikishakuwa kimepona basi utaendelea tu na shughuli zako. Lakini kama ni mara nyingi mshono wa wima, nyuzi ambazo zinakuwa zinatumika ni zile za kuweza kutoa. Kwa hiyo japo si mara zote. Kwa hiyo utashauriwa kuweza kutoa hiyo siku ya 7, ya 8, ya 9 au ya 10. Na hapa nazungumza kwa wale ambao mshono wao haukuwa na shida yoyote. Yaani umepona bila kupata changamoto yoyote, kulikuwa hamna maambukizi na unafanya mazoezi, umepona vizuri. Sasa kama una changamoto ya mshono, labda ulikuwa na shida, umepata maambukizi, unaweza kucheleweshwa au kafumuliwa zile nyuzi kaanza kusafishwa, baadaye ukashonwa mara ya pili. Kikubwa ambacho watu tunashauri mama uweze kuzingatia ni kidonda kisilowe na maji, na hata kama nataka kuoga, basi kuna vifaa ambavyo unaweza kutumia ambavyo tunaita ni shower guard. Mimi naziuza, kama unazihitaji unaweza kucomment hapo chini na utaona message na namba ya WhatsApp, unaweza kutumia kuweza kuzipata hizo shower guard kwa ajili ya kusaidia kuweza kuto kulowanisha kidonda kama nataka kuoga mapema. Kwa sababu unajua kwamba unaweza kuoga ndani ya yale masaa 24 toka umefanywa upasuaji. Sasa kama unashindwa kufanya hivyo, labda huna shower guard, basi itakuwa changamoto kuweza kuoga mapema, na utatakiwa tu kuweza kujisafisha au kujifutafuta na kujiosha huku sehemu za asili na sehemu nyingine. Lakini kama una shower guard, unaweza kuoga ndani ya masaa 24 na unaweza kuanza kuoga mapema kabisa. Sasa kuhusiana ule mshono wa ndani kwenye mji wa uzazi, kuna video ambayo nilizungumzia, kwa sababu unajua unapokata, mimi hapa nimezungumzia nyuzi kutolewa hapa nje kwenye ngozi, lakini kuna kuta kama 7 ambazo tunapita, na kwenye mji wa uzazi kule kupona kwake kunachukua muda mrefu. Kama ukusikiliza video hiyo kuhusiana unapona lini mji wa uzazi au ule mshono wa kwenye mji wa uzazi, unaweza kuklik suggestion hapo, utasikiza video mara baada ya kusikiliza video hii. Lakini sasa kwa wale ambao labda umejifungua kawaida na ukaongezewa njia huku chini ambayo tunaita episiotomy, au ulipasuka au ulichanika wakati wa kuweza kujifungua, ulichanika msambaa wako ukashonwa, nao siku hazitofautiani sana. Inaweza kuchukua siku 7 mpaka siku 14 ukawa umepona vizuri. Na mara nyingi nyuzi ambazo zinashonwa kule sio za kutoa, zenyewe huwa zinaachia zenyewe na baadaye zinakuja kutoka. Sasa kama mshono wako unakuta baada ya siku 7, mara nyingi kuanzia siku ya 3 ya 4 itakuwa uanze kuwa umefunga. Lakini ukiona kuanzia siku 7, siku 8, 9 bado kupo wazi, ni vyema kuweza kurudi tena hospitali ulipojifungulia ili waweze kukuchunguza. Hasa kuna mambo ambayo yanaweza yakachochea hii mishono yote siweze kupona kwenye ngozi hapa juu tumboni kama umejifungua kwa upasuaji au huku chini. Cha kwanza kabisa ni usafi. Cha pili ni kulowanisha maji au maambukizi ya vijidudu kutokana na kwamba labda hujazingatia usafi. Kwa hiyo unapoona kwamba unapata maumivu ya kidonda, kumekuwa na uvimbe au kunauma kama jipu, unachemka mwili wako, kuna maji yanatoka kwenye kidonda, ni vyema kuweza kuwahi hospitali ili waweze kusafisha na kuweza kujua tatizo. Kama kuna usanda, na waweze kuutoa na utapewa dawa za kuweza kutumia, lakini wataanza kukusafisha wale madaktari. Kwa hiyo mara nyingi unaporuhusiwa kutoka hospitali kwenda nyumbani, huwa unashauriwa uweze kusafisha kidonda kila baada ya siku moja, kila siku. Inategemeana na daktari wako atakavyokuambia. Anaweza kuambia ukaje kila baada ya siku moja, au kaenda kituo cha karibu kila baada ya siku moja kuweza kusafisha
kidonda chako. Lakini ile siku ya 7 wakatoa zile nyuzi, kama sio za kutoa siku ya 7, mara nyingi vidonda vingi vinakuwa vimepona na vimefunga kabisa. Kama kimefunga, basi utaendelea tu na kunyonyesha mwanao na kufanya shughuli nyingine. Lakini mara nyingi tunashauri ili mshono wako uweze kupona vizuri, usifanye kazi, pata chakula ambacho kina protein, na kuna video ambayo nilizungumzia kuhusiana na lishe mama ambaye amejifungua kwa upasuaji ili kidonda kiweze kupona vizuri. Unaweza ukaklik suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kusikiliza video hii. Lakini na mambo mengine mengi sana ikiwemo kuzingatia usafi, na unapooga basi kidonda chako kisilowe maji. Kwa hiyo utaogesha sehemu nyingine ila kidonda kisilowe na maji. Na kama nilivyosema kuna shower guard siku hizi ambazo unaweza kutumia zikakusaidia. Kwa wale ambao umechanika kwenye msamba huko chini, kuna mambo ambayo unaweza kufanya kuhakikisha usafi, kuweza kama umechanika sana unaweza kufanya kitu kinaitwa Cities bath, ambayo mara nyingi unaloanisha na sabuni ya Dettol na maji ya uvuguvugu na kalia kwa muda wa dakika 15. Unaweza kufanya mara 2 au mara 3 kwa siku, na vile vile utapewa dawa za kuweza kutumia na uzingatie usafi. Kama una changamoto ya kupata choo ngumu, lakini vile vile labda una shida ya maziwa, kuna vyakula ambavyo unaweza kutumia ili uweze kupata choo laini. Kwa sababu kama una mshono ambao uko ukeni, alafu unapata choo ngumu, mshono wako unaweza usipone kwa wakati. Lakini vile vile usipotumia dawa, usipokuwa unafanya mazoezi, inaweza kachangia mshono wako kutokupona kwa wakati. Lakini tunashauri sana mama pale unakuwa umejifungua, iwe kwa upasuaji au kawaida, basi usianze kufanya kazi mapema, hasa kwa yule ambaye umejifungua kwa upasuaji. Kwa sababu unapoanza kufanya kazi za kuinua vitu vigumu, kuinama, mshono wako unaweza kuwa unapata changamoto na utakuwa unapata maumivu. Kwa hiyo kazi za kufua nguo, kuosha vyombo unaweza kuziacha ndani ya ule mwezi 1.5 na ukawaachia wenzako kuweza kufanya, ili kuhakikisha kwamba unapona vizuri mshono wa nje kwenye zile siku 10 za mwanzo au siku 7 za mwanzo, lakini vivyo na mshono ule wa ndani na zile kuta nyingine ambazo zilikatwa na misuli iliguswa pale, basi ni vema kuhakikisha kwamba unapunguza uwezekano wa kufanya kazi. Kwa hiyo unaweza kupata usaidizi, lakini ukapata usingizi wa kutosha na ukaendelea kunyonyesha mtoto wako, ukapata lishe ambayo ina protini ya kutosha na kuzingatia usafi. Na rudia tena usafi kwa sababu ni muhimu sana kuweza kupona, haswa kama una kitambi, una mafuta mengi pale kwenye mshono, inaweza kuchukua muda mrefu, na wakati mwingine unakuta kitambi kina ziba pale kwenye kidonda kama na mshono wa chini. Kwa hiyo kama hauzingatii usafi, uwezekano wa maambukizi unakuwa mkubwa sana, kwa sababu kunakuwa na mikunjo na jasho na uchafu unakuwa unajikusanya, na kidonda chako kinaweza kisipone kwa wakati. Ukiwa na swali zaidi unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Kwa hiyo ni lazima uzingatie kuweza kupata lishe, mboga za majani, lakini vile vile na mambo mengine mengi sana ambayo nilizungumzia kwenye video yangu moja mara baada ya kuweza kujifungua. Uanze kuoga lini, mambo yapo uweze kufanya, unaweza kuklik suggestion hapo juu, utasikiza video mara baada ya kusikiza video hii. Karibu sana kwa upasuaji. Lakini vile vile kama ulikuwa unataka kuweza kujua utumie vyakula gani, unaweza kuklik suggestion hiyo hapo ukasikiza video uweze kutumia vyakula gani mara baada ya kuweza kujifungua.